kwako nimejiweka. Ina tarajio ya moyo wangu, ama tarajio ya moyo wangu ni Bwana ukaniongeleshe, Bwana ukanihudumie majira na nyakati hizi. Moyo wangu wazi kupokea kutoka kwako Bwana. Inajiweka ili Bwana ukanihudumie. Naomba Bwana wa uzima unapoitembelea, unapopitia wengine Mfalme, Bwana usiniache, maana mimi ni tayari. Mimi ni wazi ili Bwana nikalishwe nawe, au fananishwe na mwingine. Yesu haulinganishwi na yeyote. Wewe utabaki kwangu nyakati zote Bwana. Wewe ni Alfa na Omega, milele yote ya umiliki. Katika jina la Yesu ninakuabudu Bwana. Pokea utukufu wote, pokea heshima zote, pokea mamlaka yote, pokea Bwana, maana wewe ni Bwana. Just speak to God, worship Him right there. Yesu nakupenda kwa moyo wote, moyo wote, moyo wote. Yesu nakupenda moyo wote, moyo wote, moyo. Yesu, Yesu, Yesu nakupenda moyo wote. Mwambie moyo, moyo wote, moyo wangu wote, moyo wote. Yesu nakupenda moyo wote, moyo wote, moyo. Yesu, Yesu nakupenda moyo wote. Mwambie wewe mwenyewe, moyo wote nakupenda moyo wote. Yesu, Yesu nakupenda moyo wote, wangu wote, moyo wote. Yesu, moyo wote. Jesus, I love you with all of my heart, with all of my heart, with all of Jesus, 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 I love you with all of my heart, with all of my heart, with all of my heart, with all of my heart. Really, really, Jesus, Jesus, I love you with all of my heart, with all of my heart, all of my heart, all of my heart. Really, I love you, Jesus.
to sing you praises. I'm so glad you reign my life. I'm so glad you came to save me. Lord, I love to sing you praise. I love to sing your praises. Lord, I'm glad you reign my life. I'm so glad you came to save. You came to save me, Lord. I'm so glad you came to save me. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show us the way from the earth to the cross. My debts to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. I lift your name, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Speak to him, tell him I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. I lift your name, I lift your name. Lord, I lift your name on high. I lift your name, I lift your name. Lord, I lift your name on high. I lift your name, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing you praise. Lord, I love to sing your praise. I'm so glad you reign my life. I'm so glad you reign my life. I'm so glad you came to rescue earth. I'm so glad you came to save. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My sins to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. I lift your name, I lift your name. Lord, I lift your name on high. I lift your name, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Neema Yesu ndiaona ngai tabu. Neema Yesu naiwe monene Taku
ngoni ya kwa Yesu mudaidewe tena kitumi nuwembe na kubai tena kitumi ula umulunga kite ngoni ya kwa mudaida Yesu dipenda mudaide na umanyi wandito uanisye bebani Yesu abinda ni madina ena kitumi usume wako ena kitumi oh Yesu nwete ngoni yakwa utaina Yesu. Lift up your voice and tell him ena kitumi. I want you to sing the glorious ena kitumi. Remember you're telling him kite ngoni yakwa utaina Yesu. Kugaida mbele wangona beba nilongola kwa inumanga nitwite ngoni yakwa Yesu kugaide weka pena kitumi na matenda ya mabiga masalama kite ngoni yakwa makushe na Yesu pena kitumi Yesu pena kitumi na matendo kitumi rika la galabusa na kite ngoni yakwa utaina Yesu. Laida Yesu ni musume. Lift up your voice, wabudu Yesu, wabudu Bwana. Sijui maamuzi ya moyo wako. Tunaweza tukaimba tu ukajiburudisha, ukajifurahisha, lakini kuna zaidi ya kuimba. Fungua moyo wako muone mfalme Yesu. Ndiye peke yake Mungu anastahili kuabudiwa. Ni Mungu peke yake, ndani yake habadiliki. Wa haki, wa kutegemewa ni Bwana Yesu. Mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, ibada hii tawala. Ee Mungu, nena na mioyo yetu. Oh Bwana, iwe mbali nawe kutupungukia kwa hali hata na kwa neno. Mungu, tumenyongea pia na ujasiri mbele ya kiti hiki cha rehema. Tunahitaji neema Bwana, neema ya kuabudu, neema ya kusifu, neema ya kutumika, neema ya kujituma. Bwana, tunanyenyekea. Zungumza na mioyo yetu, zungumza na nafsi zetu. Ee Mungu, tuonee rehema zako. Unastahili, wewe ni wa ajabu. Pokea sifa Bwana, tawala katika ibada hii. Wagonjwa wapone kwa sababu uko hapa, waliofungwa wakombolewe kwa sababu uko hapa. Bwana, vitu tumejipeana kwako. Kuna chombo umeandaa, Mungu kitumie. Naomba upako mbichi, upako uvunjao nira, upako unaorahisisha mambo, upako unayopeana usemi, upako wako Bwana, upako wako Bwana, upako wa Roho Mtakatifu. Mungu wetu, tawala, tawala, wewe ni mwema. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Hallelujah. Hallelujah. Asante. God bless you. Nisumbua kidogo mwalimu, unaweza kusonga kabisa mbele. Kuwa si tamu nyingine kuangalia viti mbele na watu wako nyuma. Amen. Hallelujah. Give what lives on a balance. Amen. Hallelujah. Siku hilo utajua kwamba ibada sio tuko wangapi.
siku ile mawazo yako itahama kuhesabu idadi katika ibada, utakuwa umeunuliwa sana na Mungu. Amen. Jambo moja nanisaidia kila siku, hata sijawahi tamani kujua tulikuwa wangapi. Maana hiyo sio lengo langu. Amen. Bwana siku. Naomba iwe tabia yetu siku zote ukija kanisani. Unaona nataka kuwa sawa. Napanga viti lakini mtu akija nataka kabla nyuma. Huwa iridhishi. Amen. Kija keti mbele. Ile nafasi iko mbele. Amen. Kanisani hatunanga mgeni wa heshima zaidi ya wewe na Yesu. Kwa hiyo unakaa ile nafasi hiyo. Amen. Tunawapenda sana. Bila kutumia muda zaidi, nataka nimlete kwetu Papa Mafuta wa mida hii ya mchana kuongelesha neno la Mungu katika masaa haya. Si mwingine bali ni mtumishi wa Mungu na majina mengi. Atajitambulisha majina yake yote yakifika. Ile anasikianga utamu akiitwa naye atakwambia. So nisaidie tusimame tuweke mikono pamoja mpaka atakapofika kwenye madhabahu haya. Tuweke mikono yako pamoja na kusikia sauti ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu na kutukuza, wewe ni mwaminifu. Wache Bwana ukubalie tumia ndugu huyu mtumishi wako. Kinywa chake kinene mahusia yako. Hekima na ufunuo utiririke Bwana. Na ukatupatie suluhu hata katika maswali ya mioyo yetu. Kwa jina la Yesu tunaomba. Bwana pesifa. Bwana pesifa tena. Amen. Naweza keti. Wenye wamejui kwa majina naitwa Benjamin Meo, naita katikati ni Mwongera. Sasa tena joto wajiwangi. Inamaanisha kuongeza. Bwana pesifa. Haiti imefika tu hapo hii kuongeza. So Mwongera inamaanisha kuongeza, hiyo ndio jina ile katikati. Bwana pesifa. Yes. Hivyo naendelea, Mungu anaendelea kuniongezea. Bwana apewe sifa. Ambia mwenzako uko poa. Mwambie uko poa. Uko poa. Bwana apewe sifa. Nimeoa, nina mke mzuri. Bwana apewe sifa. Anajua mjui jina yake, anaitwa pia Masi. Bwana apewe sifa. Inua tu mkono wako ni ametoa mtoto. Anaitwa Masi Eunice Benjamin. Bwana apewe sifa. Yes, tuliona 2016 November 26, November 26, 2016. Bwana apewe sifa. Yeah. Niko na watoto wawili, niko na Joy, alikuwa Sunday school. Nilishika penye Pastor Miriam alisema, Bwana apewe sifa. Hawa watoto tulete Sunday school. Nasema acha ende kwa pande viti huko. Bwana apewe sifa. Na tuko na Prince hapo pale. Tunashukuru Mungu. So last year tulikuwa lakini tulikuwa tumeka pale ambayo ilikuwa ni year of what? Multiplication. Na nikafunza kwa nini tunafaa kufanya ndio tukue multiply. Bwana apewe sifa. Why you multiply? I was multiplied. I have a son. Bwana apewe sifa. You are multiplied. You have to do something. Bwana apewe sifa. Lazima ufanye kitu ndiposa ukue multiplied. You have to do an extraordinary thing. Bwana apewe sifa. Hii mwaka dhini ya chati yenye kwamba ni gani? You have to do what? Testify. So I'm going to speak something about testifying. Sifa nataka nitoke kwa dhini. Bwana apewe sifa. You have to testify. Bwana apewe sifa. Na already tunaona watu wakitoa testimony. Sili testimony imesema we have seen a wedding. Bwana apewe sifa. That one is testifying. Last year tulisema we need to see wedding here. Sisi kama mnakumbuka. Bwana apewe sifa. I wish the recording was there. Recording is there. They have testified of what God has done to them. Bwana apewe sifa. Na kuna watu wamebeba kitu penye wale wametestify. Kuna mtu amebeba
kitu, imeingia kwa roho yake. Bwana apewe sifa. Anajua hata siku moja mtaolewa. Bwana apewe sifa. Mtu akajua siku moja nitavaa hiyo gauni. Bwana apewe sifa. Mwingine akajua siku moja nitapewa mzee. Na yote wamempa sifa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo andika kichwa cha leo ni reasons why you should testify of God's goodness. Reasons why you should testify of God's goodness. Kwa nini inakupasa wewe kutoa ushuhuda? Kwa nini inakupasa wewe kutoa ushuhuda? So you have to testify. So when we testify, there are things which happen to our lives. There are things which happen to other people's lives. Bwana apewe sifa tena. Kwanza nashukuru mchungaji kwa hiyo nafasi na pia wanaume kwa hiyo nafasi wamenipa. Mungu azidi kuwabariki. Bwana apewe sifa. Nimeona mkono wa Bwana tangu kuja hapo sasa hivi naenda kumaliza miaka 3. Bwana apewe sifa. Kabla sijapigwa Zanzibar, lakini najua tuombe tuendelee kuwa hapo kwa maana nimepata hapa ndio nyumbani. Kika kitu akitokea kwangu nikipigia mchungaji anakimbia mpaka huko. Kashinda anakimbia tunampigia na siku zingine simpigia nimuulize unaendelea aje. Bwana apewe sifa. Sitokee kweli, si ndio? Sasa zingine upande umpigie simu mwambie mchungaji how are you doing? Unaendelea aje? Sisi tunasahau. Bwana apewe sifa. Lakini kashinda anakimbia. Unajua huyu hata nisema mahali atanisaidia tu. Bwana apewe sifa. Hata saa ngapi usiku? Asante mchungaji. Zidi kuwa na hiyo huo moyo. Bwana apewe sifa. I'm testifying about mchungaji. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hiyo inatuencourage pia sisi tujitolee because Mungu ubariki. Bwana apewe sifa. Much has been happening to my life. Nashukuru Mungu. Na testify of God's goodness. But before I testify, wacha tuangalie reasons why you should testify. Because there are so many things. Siandike kwanza. There are so many things that tunapitia. Kuna mambo mengi tunapitia. Kumbuka ile mambo umepitia. Na zingine kama ni mwanafunzi umekosa kazi. Kama ni mtu unatafuta kazi au una kazi. Kama ni shida iko kwa familia yako na shida hii shida itakuja kuisha nini? But God has been faithful to you. Bwana apewe sifa. Amen. Ile shida ulikuwa nayo, ulikuwa unaiombea. Hata unakuwa mgonjwa. Kama juzi mama yetu usiku. Kaangalia saa 9 nikaomba atulia. Ainuka tena. Nikashangaa nikakuwa confused. Bwana apewe sifa. Lakini Mungu akamponya. Bwana apewe sifa. Kuna wakati pia mimi nilikuwa mgonjwa, Mungu ananiponya. Bwana apewe sifa. Kuna wakati mtoto alipitia hard time. Nikaomba Mungu, Bwana apewe sifa. Mtu aweza akajua. Bwana apewe sifa. But I pray, I have to testify because what God is going to do to her, ni kitu ambacho tutastify. Bwana apewe sifa. Nashukuru Mungu venye anaendelea. Na venye tunaendelea. Bwana apewe sifa. So, sometimes kwa hiyo Bwana apewe sifa tena. Wakati ule unatoa ushuhuda, ukitoa ushuhuda usifikirie kwamba watu watakuchukua kivipi. Inaweza kuokoa maisha ya mtu. Bwana apewe sifa. Kutoa ushuhuda inaweza kuokoa maisha ya mtu ambaye alikuwa anaenda kukunywa sumu. Bwana apewe sifa. You don't think, yani uweze ukajua nitumie Kiswahili kwa sababu ni ibada ya Kiswahili nachanganya. Bwana apewe sifa. Ile ushuhuda ama ule ushuhuda ambao umetoa, wewe mwenyewe ukikaa chini wewe utafikiria jinsi ambavyo utakavyookoa maisha ya mtu. Bwana apewe sifa. Huu ushuhuda unatukuza Mungu. Hebu andika number 1. It's an act of thanksgiving and worshiping God. It's an act of thanksgiving and worshiping God. Andika Psalms 138 verse 3. Daudi akasema, I called you here. I called you here. You answered. Nilikuita ukasikia na ukajibu. Bwana apewe sifa. Daudi ameandika amesema kwamba nilikuita ukasikia na ukajibu.
Wakati tunasoma Biblia, wakati tunasoma Psalms, ukiwa na shida unasikia shida tu inaisha. Unasema kama Daudi yeye mwenyewe, unajua ni ushuhuda Daudi anasema. Ni ushuhuda ambao anatoa, anasema kama niliita Mungu akasikia akaitika. Daudi naye akasema aliita Mungu akasikia akamjibu. Unaomba Mungu unamwambia Mungu, ulisikia Daudi, alikuita ukamsikia na ukatenda. Huo Mungu ambao Daudi aliomba ndio wewe na kuomba leo na kuita, sikia na utende. Bwana pesi. Kwa hiyo ushuhuda is a thanksgiving and a worshiping God. Yaani hapo unakuwa unamtukuza Mungu, unamuonesha uwezo wake. Bwana pesi. Psalms 118:13-14. I was pushed back. I was pushed back and Lord helped me. Nilisukumwa nyuma ama nianguke, lakini Mungu akafanya nini? Akaniokoa. Hiyo inamaanisha nini? Tutasukumwa. Bwana kwa sifa. Inamaanisha kama Daudi alisukumwa na Mungu akamuokoa. Hii ni shukrani anampa Mungu. Nilisukumwa ukaniokoa. Ukanitendea kitu ambacho ni chema. Daudi anatoa ushuhuda. Nilisukumwa nianguke, lakini Mungu kaniokoa. Hiyo ni kitu chema ambao umetendewa na Mungu. Umetendewa na Mungu. Wakati ule mtu, for example, jirani ama mahali hapa, kama amekutendea kitu kizuri, unajua amesema mchungaji kikuita nilikuwa na shida. Hivi hapa kwa Jackson sijui unakuwa na shida, unapigia tu mtu simu. Unamwambia niko na shida. Anakupa pesa. Na zingine pesa za mjaka zinaisha kidogo, si ndio? Naambia nipatie, niongeze, si ndio? Ukitembea ule mtu tokea sifa mbaya zake kumuhusu. Si hata ukisikia watu wakiongea kitu mbaya utawaambia wewe. Sitawanyorosha. Hebu fikiria wewe mwenyewe upewe nikupe 10,000 zaidi kwambie. Ulikuwa na shida chukua 10,000. Na upate mtu akisema kwa mtu kanaringa. Si utanitetea? Bwana bless. Daudi alikuwa anashukuru Mungu kupitia ushuhuda. So wakati unatoa ushuhuda usiogope. Kwa nini? Namba moja, ushuhuda unashukuru Mungu. Ushuhuda una give thanks to God. You are worshiping God. Venye Ben alikuwa anaimba wimbo. Hiyo wimbo ndio anaenda kufikiria. Kuna wimbo alikuwa anaimba kizungu. Yaani faithful, showing how God is faithful. He is standing for us. We are worshiping God. When nimesimama hapa, nikasema, my wife was sick, but now she's okay. I'm worshiping God. Unaabudu Mungu, lakini saa zingine unaweza ukajua ni mpaka uwe connected. Saa zingine wimbo ukiwa wa worship, unasikiza ile wimbo. Unasikiza ile wimbo, unakonflict maisha yenye umepitia. Ingine imeimbwa hapa. Baba, pokea sifa. Kwa nini apokee sifa? Unakumbuka ulikuwa umetaabika, kama mtu alikuwa na mtoto ametaabika miaka mingi, amepata mtoto. Tumeona mchungaji kwenye Kristo alikuwa anaambia Mungu mzee wapi? Yeye akisema sifa anaangalia tu sifa kwa kando. Anaona tu the blessings. Bwana ape sifa. Naambia Bwana pokea sifa. Bwana pokea sifa. Anaona mzee Jonathan. Nasema yeye pokea sifa hivi mzee. Bwana ape sifa. Sifa kwa Mungu. It's a way of worshiping God. When you alikuwa anaongea, he was worshiping God, giving that testimony, thanking God. So sasa hivi unaketi chini unajiuliza, nitashukuru aje Mungu? Am I going to worship God? Toa ushuhuda. Pata pesa. Ambia mtu mahali fulani, jana ningelala njaa. Lakini ile kitu Mungu alinitendea, kuna jirani tu alikuja kilo 2 za mahindi nikaziaga. Nashukuru Mungu sana. Mungu atazidi kukupea because he knows kama unimbariki na kitu kidogo ataniongezea. Bwana apewe sifa. So David testimonies of God's greatness were great. Mpaka Mungu akasema, angalie Acts 13:22, andika mahali, kwa sababu Daudi alikuwa anamtukuza
kutukuza Mungu. Alikuwa saa zote kurepent. Anamshukuru Mungu akitumia testimony. Anasema kwamba Mungu ni mtendea, Mungu mwenye amenitendea, anasema amenipigania. Tunajua Daudi alikuwa na watu ambao walikuwa wanampiga. Akitule ushuhuda amenipigania, na sisi tunasoma pale tunakuwa na nguvu. Tukiwa na nguvu inatupea nguvu. Mungu akasema kitu moja, akatoa ushuhuda kuhusu Daudi. Akasema this is a man after my God, after my heart. Biblia inasema a man after God's heart. A man after God's what? Heart. Because kila saa tu kitu mika zingine mtu akisalimia unaendelea aje? Naandika hapo chini poa. Lakini naona poa. Naona hapana, aje niongeze kitu kingine. Naongeza nini? And I thank God. Nikiweka hiyo message ikiwa poa. Naona hapana, that message makes sense. Bwana pesa hivyo. And I thank God. Sasa ingine nikiandikia mtu ambaye amenisumbua, unaendelea aje? Nakumbuka venye alinisumbua. Lakini unaona Mungu ananiangalia tu akiwa mbinguni. Naongeza and I thank God. You are worshiping God. Bwana pesa hivyo. You are worshiping God. Another reason why we should testify. It edifies the listener and the one who testifies. It edifies. Okay, when we talk about edifies, tunamaanisha nini? Inajenga, Bwana pesa. Inajenga mwenye ambaye anatoa mwenye anasikiza na mwenye anatoa ushuhuda. Bwana pesa. Inajenga mwenye anatoa ushuhuda na mwenye anasikiza. Ana hakuwa na mtoto, na tukisoma Biblia, ana anapea wamama courage. Ana anapea wanaume wenye wameoa na mtoto courage. Unasema kama ana alikaa, unaomba kama Hana. Na ukiomba unaambia Mungu nitendee kama Hana. Bwana pesifa. Joseph naye unakumbuka maisha ambayo alipitia ya kuchukiwa na ndugu zake. Akapitia shida, akakumbukizwa kwa shimo. Toka kwa shimo, akashikwa, akawekwa prison mpaka kuwa mtu mkubwa serikalini. That one is a testimony. That one is a testimony. Anashukuru Mungu. Sisi tukisoma tunaona Mungu ambaye amemtendea. So inatupa nguvu. So it edifies. Unaweza andika kwa kama edifies haina shida. Andika it makes the listener and the person who is communicating ama testifying, it gives them strength. They become stronger. Wakiwa na shida wanakuwa stronger than before. Usiogope kutestify. Endelea kutestify. Endelea kutestify. Kwa sababu ukitestify, mimi napenda kuongea. Naongeanga sana. Ukinisikiza nikiongea, naongea kile kitu Mungu tu ametendea. Bwana pesa. Let person say unaringa. Lakini ukijua Mungu sasa kesho atakuongezea ingine uongee. Bwana pesa. Mungu atakuongezea ingine ukaongee, kwa sababu kama umsifu atakuongeza gani? Bwana pesa. Aidha nipo Mungu anajua nipatie mtu kitu, ataenda kunisifu mahali na kitu. Praise God. Tusiombe, ukiangalia James ukumbuki vizuri. Kwa nini tunaomba na hatupati? Biblia imesema kwa nini tunaomba lakini hatupati? Kwa sababu tunaomba kwa nia mbaya. Nimepita na gari yangu, unajua ulifanya vizuri, unajua sijui kwa na V8 stadanganya. Wana pesa nini? Hapana. Lakini toka nayo hapa. Watu wengine wanataka kuingia kwa kisho kali na kuingia. Hiyo ni ya bibi harusi. Kaenda kuingia kwa probo, mimi nikakaa mbele. Nikashika hivi. Bwana pesa. Nikasema hiyo gari ndio unaenda ni very smooth. Very smooth. We did something good. Ilikuwa vitu ukiwa hapo watu wanaangalia ule jamaa hai bwana pesa. Maybe I tested a bit. Kama wala kwa na risiki test. Naziona katu zinapita. Sisi tunapopanga nazo hizi ma forest ama sababu lakini V8 ilikuwa tamu. Hiyo nilikuwa B, lakini black ndio ya kwanza. Bwana pesa sifa. Kuna nyingine mzee mwingine nilibeba nayo na testify. Ananiambia kijana, saa hiyo mjapoko nayo unafaa kuishi kama mtu ambaye asharetire. Kwenye apati mshahara. So imagine hakuna mshahara unaingia unaishi aje. Hiyo nilibeba kwanza ya white. Lakini ilikuwa black, a very nice one. Bwana wewe sifa. Enough ndio ya B. Bwana wewe sifa.
Lakini ilikuwa nimekabia kabili mbele. Si ndio hapa ndani amekuwa na vingi juzi. Wengine ndio wanakaa kwa kuti. Hata mimi kaa mbele. Lazima ndio kwa kuti. Bwana apewe sifa. It's good to enjoy. Bwana apewe sifa. Whatever God has given us, it is good to enjoy, to testify. Bwana apewe sifa. Wakienda photosession nikatupa mzimu yuko nyuma, waende wakichukua baraka. Bwana apewe sifa. Wakichukua, I don't know whether they tap to the blessings. But wote wenye yuko nyuma hapo wameona ama hapo wamepitia kwa nini. Bwana apewe sifa. Kama waende wakichukua baraka. So, it edifies ama it makes another person to become strong. Utakuja kwangu ukiwa na shida fulani, nikwambie mimi kwanza ilikuwa hivi. Utaenda kwa mwingine umwambie bwanangu alikuwa mrefu, lakini nashukuru Mungu. Naye akumbuke my husband is also drunkard. Kama yule aliokoka, wangu ataokoka. Bwana apewe sifa. Kama yule aliokoka, wangu ataokoka. So it makes a person to become strong. Unasikia kijana kama ajiso kama amekosa school fee, anasikia kwa mwingine. Kama mimi na mtoto nimesoma na shida. Bwana apewe sifa. Ndio kusoma kwa shida. Unafanya class 8 unapita, unaitwa provincial school, mashule kubwa baada ya zingine na barua za zingine zisha kwa national schools. Hakuna fee unakaa tu. Unarudia tena class 8. Bwana apewe sifa. Juu hakuna pesa. Mwaka unaisha. Hakuna pesa na umepata marks nzuri kabisa na barua zinakuja. Unaketi tu chini tena. You repeat. Let me testify this. Class 8. Ilifanya mara ngapi? Mara tatu. Si ati kuanguka. Unapita. Hapa Mungu alinipea vizuri. Bwana pesi. Unapita. Unakaa first term inaisha. Nini? Narudia tena nasema aje nipate marks ya starehe ndio nichukuliwe tu direct. Unapita. Hakuna school fee. Unakaa tena. Unarudia tena. Bwana pesi. Kurudia tena. Nikapata sasa hiyo ikiendelea kurudia nilipata mtu akaamua kunilipia school fee yote. Unisponsor. Sio ni Mungu. So hiyo na encourage wale wazazi wanapitia shida na shaka mtoto wako ni aje. Anashukuru Mungu because I was committed in the church. Sunday school, committed in the Sunday school, committed in the church. Vio na beba, nilikuwa naambia mwingine na miss yeye kazi ilikuwa nafanya. But it is also here. Ni mimi nataka kufanya kwa kitu wewe utafanya. Pata pesa. Ni mimi tunafanya kitu nilikuwa naelezea baba Jude. What I was doing in the church and what God did. Struggle. Kutoka mahali pale. Nikaenda tu shule private. Before nilikuwa very good schools, nikaenda kutoka barua za national school, lakini hakuna pesa. Nikasema nasomea ndio Nairobi naenda napata plot. Nasomea kwa plot. Mimi nawaambia tukienda hapo mama Joana anapajua hata yeye tumesoma area moja. Tulijuana kitambo. So, tumesoma shule the same school lakini mimi nimekutangulia. So, ukiulizwa na mtu kama pale pangetoka mtu wa B+, ungekosea. Mimi nilikuwa nangojea A. Lakini hapo bwana, walimu wapati, lakini katia bidii na kazi ya Mungu nilikuwa nimeshika hivi. Ikiwa high school. Bwana pesa. B+ na sikuwa nimeregister na university. Sasa hivi nikaambiwa nikaanza kupokea masibu wewe uregister. Nikasomeshwa na serikali mpaka nikamaliza. That is God. It made me to become strong. It will make others to become strong. When you testify, nashukuru Mungu because I was nothing. Bwana pesa. Nikiwa my wife, nikaanza sasa kumwambia na muoa. I hate sikuwa sina nothing. I was somewhere. Bwana pesa. I was somewhere. Nilikuwa na kanyumba kangu siku. I was somewhere. Lakini the salary was a si problem vingine nilisha. Nashukuru Mungu kwa hiyo. Ilinifanya nitie bidii ni apply zingine. Bwana apewe sifa. So, in that process namwangalia na muuliza napiga sababu. Angalia nimeoa bibi mzuri. Namwambia nitakupeleka double room. Ama simu yeye anapiga sababu aingia. Kumbe Mungu anapanga. Nikiendelea the process ya wedding, simu kuna job iko mahali apply. Ambia, I can apply hiyo. Nikamwambia hapana, acha ni apply ile. Nika-apply zote mbili. Nikapata moja. Sasa nikaanza kupumua. Interview, nikaanza kujiprepare vizuri.
Tulisema you have to do something. Ila ni kusearch notes. Ndio ukienda pale wewe. Kwenda ina wote. Niko na majamaa kwa wengine nenda na suti. No. See mix and match kama hii. Suti. This one ikanipea courage. Maswali nilienda zote vizuri. Pa. Ya mwisho tu ndio ililemea kidogo. Lakini hizo zingine nikajua nikaomba Mungu, nikamwambia Mungu, let these people not see another person but see me. Bwana apewe sifa. Nikapigiwa simu nikapigia bwana wangu. Nilikuwa nasikia kama si mimi. Yaani usielewa. Because when you tulimaliza nao campus, I'm worshiping God, okay? I'm worshiping God. Yes. When nilimaliza na wao campus. Unaona Facebook mtu amekaa kwa kiti, yaani unajiangalia hivi, mtu ana rotate. Unaona mwingine ana drive Mercedes Benz na anashangaa alikuwa anatusumbua kwa class Mercedes. Unaona wengine vilauni washakuwa majio. Nauliza nawapigia simu, kwa nini mkia mlango na Mungu niambia? Niko na wengi. Kumbe Mungu naye ananipangia. Na anaendelea kupanga. Bwana pesi. Never give up in this life. You don't know your dream. Bwana pesi. Usiseme ati ni masomo. Mungu anaweza kubariki kwa njia nyingine tofauti. Ni wewe utie bidii. I'm strengthening someone here. Bwana pesi. And don't choose. So when you testify, inanipea nguvu. Inakupa nguvu. Kitu kama ni kwangu. Ambia Mungu. Kama njoo ile siku uliponya homa, hata hiyo homa unaponya. Wewe Mungu kama ulinipa hivi, hata hiki kingine utatenda. Bwana apewe sifa. So wewe ukiwa na kitu ambao unaweza shukuru Mungu, kumpa ushuhuda. Na ushuhuda utakuwa umeinuia mtu. Number 1 tulisema is a way of thanking God and worshiping God. Number 2 umepea mshirika mwenzako nguvu. Hata jinyonga, hata fanya mambo mengine ambayo si nzuri ama tamaa. Hata kuwa na tamaa. Hata kuiga. Bwana pesi. Hata kuiga. Number 2. Number 3. Na hiyo number 2 kabla sijatoka hapo, it edifies ama inafanya mtu stronger. Unaweza ongeza mahali. It increases faith of others. Inaongeza imani ya wengine. Bwana pesi. Inaongeza imani. Unasema kama Mungu ulitendea yule, hata mimi yule nitendea. Kama ule akona kile, mimi nitatendea. Unajua kile mtu umeishi na yeye, mleko kaona ameenda. Naona shangaa nani? Unapokiambia Mungu, sasa uko na imani ya kutoka. Yes. Sasa kuna watu wanafanya biashara fulani kwa sababu wengine mtu fulani amefanya. Haona yule mtu amefaulu. Hiyo biashara ndio itaanza. But when you speak, unanyawa wanajua. When you speak, they get it. Bwana apewe sifa. Wewe unasema hiyo ndio ulikuwa unapatia unasikia mtu huyu unaona kuanza aje, ulimaliza aje. So when you testify, you increases faith of others. Faith also in God. Kuna ingine kuendelea mwisho tabia kuambia lakini sasa isemea hapo. Mchungaji kuna kitu amesema. Amesema kwamba tuzidi kuhubiria watu wokoke. Atatupa namba. Akatuza kama sisi tuko na yeye. You know when you testify, kuna mtu kwa blog ataokoka. When you testify, other people will be born again. Anataka mtu anapanga Mungu gani? Kuna siku ilikuwa napewa hii help ya serikali. Unajua mimi nasoma na serikali. Then roommate nimekaa na watu kutoka national schools. Mpaka nikiwa huko naona mtu askari huyu nikiwa dadia. Na huyu mama high school. Na mimi nakumbuka kama nilikuwa nasomea. Lakini tukivalisha kofia nilikuwa niko first class mali wanaishia hapo ndipo nilikuwa naanzia. Second class hapo. Nilikuwa kwa 0.9 kiwango first class. Na first term first semester nilikuwa na mchezo. Nikatia bidii. Bwana pesa. So nilikuwa kwa 0.9 kiwango first class. First year sikuwa nasoma, nilienda shughuli zangu. Na Mungu akakutana na mimi. Bwana atoe sifa. Nimwambia I'm going to preach. Mimi nikaanza siasa. Nikasema, "What?" Niambia kwanza, enda home kwanza ufikirie ndio urudi tena. Nikarudi tena.
Nikaingia nikachaguliwa kama chairperson wa praise and worship. Bwana pesa. Lakini nikafanya. Nilikuwa na challenge. Bwana pesa. Ndio kile university pesa unawekewa kwa mfuko yenyewe kwa nazo pocket money. Unatakaje mzazi? Tunaenda trip ya education. Bwana pesa and you need something. So, ama jamaa nilikuwa nimepewa pesa kidogo. Wakaniambia wewe ule Mungu unashindana chache na unatulijia wewe ndio una pesa kidogo. Nikaenda nikafanya appeal. Nikapewa mara 2 kuliko hapo. Nikapewa mara 2. Ile nilikuwa nayo niliongezewa juu ingine. Aliwaambia Mungu na Mungu ameniongezea. Bwana ape sifa. So when you go to crusade, unaona unasikia ndugu fulani kuja utoe ushuhuda. Toa ushuhuda, usifanye mchezo. Bwana ape sifa. Ukisikia brother Ben simama toa ushuhuda. You are saving people's life. Toa ushuhuda. Pale nyuma sikuwa na kitu lakini sasa niko na kitu. Na wewe na ni Mungu amenipa. Kama uko na shida amini ule Mungu. Na utie bidii. Kuna mtu atasikia ile sauti na ataokoka. Number 3. It puts the devil to shame. It puts the devil to shame and frustrate his plans. Anaibisha shetani na haribu mipango yake. Revelation 12:11. We triumph over enemy with the work of our testimony. Ukisoma hiyo Revelation 12:11. We triumph nini unasherehekea? Bwana apewe sifa. We triumph over enemy with the work of our testimony. Bwana apewe sifa. When you testify what God can do, una frustrate the plans of the enemy, una frustrate the works of the devil. When you testify, kama kuna mtu shetani alikuwa anamsumbua and you are testifying, unazubaisha. Kama ule mtu alikuwa anafikiria naenda kwa mganga, anasema isiendi kwa mganga, si Mungu yuko na nenda bodoni, nimeambiwa. The devil's work to shame. Watu ambao wanakuombea kibaya ama shetani akutakii mema ama apendi vizuri mahali ambapo panaabudiwa. Bwana apewe sifa. The way this church, najua tulikuwa pale. The way it is, the devil is frustrated. Anaangalia unajukiwa hapa juu unaangalia unaonekana. The devil is frustrated. There are so many people najua mimi sijui lakini kuna sakana kuna mtu alikuwa anaomba church iishe. Kila mtu kwa lakini anashangaa. Bwana apewe sifa. Alafu pia ruhusa kuzunguka vizuri. Mwenye ndani ilikuwa vizuri. Kwa sababu tuende hivi. Pitie na huko. Tukipiga wote vizuri. Bwana apewe sifa. Tukitestify wote God can do. Ukeishi kitani anaangalia ai huyu mwanadada angeondoka. Unakisha hiyo gari liko mbele. Bwana alafu unapika inachukua video ya kuweka act. Frustrate the devil. Akuonyesha devil that things can happen. Someone can be married and another man can get what I want. A wife. Bwana pesa. Yes, ulifanya vizuri ukaniweka ibada ya pili. When the testify. Ningekuwa ya kwanza singekuwa na hiyo testification. Sasa. Yes. So it frustrated the enemy. Keep praying. Because the enemy akiona umemfrustrate anaanza pia naye kuweka nini? Tunakumbuka Yesu alifuata akafuata. Alishinda shetani pale kwa temptation, Kwa mikate anampeleka kwa gorofa anamuonesha hizi manyumba zote. Anamwambia hiki anakataa. Bado akamfuata. Bwana pesi. Tukitu kidogo. So we must keep praying. We must keep praying. Pray for ourselves. So when you testify, tunasherehekea wengine unaenda hapo kwa nyumba. Unadance tunasherehekea what God has done to you. Unafrustrate the devil anasikia amefrustrika. Mipango yake venye alikuwa amepanga iende vibaya, haikwenda vibaya. When I was wedding my wife, nilifanya harusi. Kuna group mtu alisema hata muombe hadi itafanyika. Ilifanyika kwanza kalamu. Venye nilikuwa natarajia. Mtu akasema itafanyika hata muombe hadi.
Nikajiuliza nikasema Biblia inasema kimetikisio tu mawaza. Biblia mzuri ndio kwa hiyo ndio ilikuwa inanipea watu kama haitokani kwa mtu. Bibi atoki kwa mtu. Atoka kwa Mungu. Kwa Mungu. Bibi atoka kwa Mungu. Sasa hiyo ilikuwa inanipa kali. Nikipigwa vita. Nikiambiwa nini kuhusu my wife? Sasa kimetikisio tu mawaza. Hiyo ilikuwa inanipa nguvu. Nikitembea hivi mtu akiongea bla bla watu wanaongea. Wewe kama kwako ongelewi kama ukijua watu wamejificha. Wewe kama kwako ongelewi there is something wrong. Wachokoze. Bana wewe sifa. Wachokoze. So people have to speak. And then najua hapo niambia but I know some people are also speaking against me. Bana wewe sifa. Just to know when people are speaking. Hiyo pass. Kuwa nafasi ya kupigania. Hiyo ndio ilikuwa nayo mchungaji. Everywhere I go. Ilikuwa a good wife comes from God. Najua hii ni yangu nimepewa na Mungu. Na vile nilikuwa naomba sio nilipata. Bana wewe sifa. So let us always pray in order to shame the devil. Those who are speaking. And nikahakikisha nimeweka on Facebook. Picha mzuri. Na Mungu akaleta pesa. Kwa sababu mtu kamera mzuri. Napiga kitu clear, kile unapiga hivi mpaka Mungu inaonekana shati ni white, hiyo ni black. Ukaambiwa na bishop unaweka Facebook, na nikaiweka Facebook. Unaona mtu mwenye alikuwa anafikiria jamaa sasa kafanya harusi amekufa? Sasa kapata bibi amekufa? So utapata kwenye Bwana Kristo. So you are frustrating the devil. Number 4. It confirms your faith in God. It confirms. Tunasema kwa nini? Yaani zile vitu tunafanya kwa nini tushuhudie? It confirms your faith in God. Sometimes when good things happen to people, they think it is their luck. Wanafikiria ni bidii yao. Kama ni mkulima, unasema yeye nilikuwa naamka mapema na hii ni sweat yangu. Wewe. Hapo ndipo tunaenda wrong. Wakati tunasahau, wakati for example you know not na Nigeria. Watu wananiona hapa asubuhi na wao nilikuwa naamka hapa asubuhi sana msinichezee. Nimefanya kazi mpaka nimesweat, msinichezee. That's where we go wrong. That's why unaona mali yetu inaanza kuisha. Unaona kitu kinakuja na nyonya pesa. Because you are saying about your strength. Because in reality you mawaza. Bana kwa sifa. Ile mambo nzuri inatoka kwa Mungu. Si reality you mawaza hiyo ni kikao. James 1:17. James chapter 1 verse 17. Every good thing and a perfect gift is from above and it comes from the Father. James 1:17, chapter 1 verse 17. So, when we testify, we are just confirming to people what good thing has come from what? Above. From above. And from our Father. So it confirms our faith in God. Hapo sasa tunakonfirmiwa. Venye tunamwambia masomo ilikuwa shida. Kwa mjinga bana. Sasa ilikuwa inashikanisha pesa hakuna. Lakini Mungu akanitendea akatuma mtu ule mtu akakuja alichukua. I'm testifying of what God did to that person. Blessings from above. Kasema kijana simwachilie mpaka mwisho. Bana apewe sifa. So, akakisha nimepata masomo nisaidie. Na hiyo ni Mungu. Si mimi. You can have the education, papers niweke kwa nyumba nikipiga pasi tu. Niambia watu niko na masters. But Mungu anasema hii karatasi nitaifanyia kazi. You are not going to stay idle. You are not going to stay idle. You have to work. So, it confirms your faith in God. Unajua hii kitu imetoka kwa Mungu. Kwa hivyo Mungu ndiye amenipa. Mungu yupo. Bwana apewe sifa. Mungu yupo. You have that faith. Yaani ile faith. Unajua kwa divine faith. Imani. Unakuwa ni imani ya Mungu. Mungu yupo. Ndiye amenipa hiki. Na kama amenipa hiki, atanipa kingine kubwa. Atanipa kitu kingine zaidi. So wakati unapata mali, usivune. Wakati kitu yako kimeendelea vizuri, usivune. Nimwambia kitu kisiwe tu ambao sasa Bwana kwa sifa. Sema nilitafuta, nilienda. Umenielewa? Sema
Unajitafutia pesa hizo za kwa. Lakini geti Bwana apewe sifa. Kama uko na mali, Mungu ndiye amekupa ile nguvu ya kwenda. Ukitoa ushuhuda kama ni plot uko na unaambia Mungu asante kwa hii plot. Ndio sasa hapa naona unatupa mkono unamwambia Mungu nashukuru Mungu. Bwana apewe sifa. Haitako dini Mungu amenipa. Dini na ananipa ingine. Bwana apewe. Unaambia mtu unamwashuhudia unamwambia anakupa ingine kubwa. Bwana apewe sifa. So, ukitoa ushuhuda unatufanya yaani to confirm our faith to God. Yaani tunakuwa ni kama tumechunguzwa. Tumechunguzwa imani yetu kwa Mungu imefikia wapi? Ama imani yetu tuko nayo kwa Mungu. Wakati natoa ushuhuda hata jirani anajua yeye mtu anaabudu, anaamini Mungu. Kwa sababu kila kitu chote inatoka. Hata mimi nikitoa ushuhuda naambia Mungu asante. Hii ni Mungu nipa. Bwana pesa. Ukiwa hapa kanisani tunashukuru Mungu. Bwana pesa. Ukitembea hapa najua kama mchungaji akipita hapa kuna vitu amekuwa kiomba. Bwana pesa. Hata sisi wengine tumekuwa hapa wachache. Kuna vitu ukiangalia mbele hapa madhabahu umekuwa kiomba. Bwana pesa. When you see it tunaambia Mungu kuna wakati sisi hapa tulikuwa na maiki. Tulikuwa na maiki mbili. Mungu ametupa tano. Mungu ametupa tano. That is faith in God. Na najua atanipa zingine zikuwe tano. Bwana pesa. Tutapanuka. Ama ikuje kuwa unajua nataka uangalie. Ama nyambo you need a building whereby you will see people seated somewhere. Ndio mkienda kusaidia tunapata kuna stand. Bwana pesa. Hii ni Mungu ataleta. Kama amefikisha hapa, kama kuna speaker unaona ngapi? Ime. Zingine zinaongezeka. Faith, alafu tutie bidii. Asikuji hivyo Bwana pesa. You have to pray. You have to make connections with the people. How people wataleta. Bwana pesa. You have to give money. Praise Jesus. Twende ingine. You meandika James 1 chapter 1 verse 17. It opens up the way for more blessings. It opens up. This is why you should testify. It opens up. You do the common sense. The common sense. It opens up a way for more blessings. Inafungua njia ya baraka zingine. Baraka zingine. Mali kwa anafanya kazi kabla nikuje huko. Ule jamani kwa anamwambia natia bidii kitu kama ni yangu. Ndipo Mungu alibariki na ingine ndio anajua ndana kutia bidii. Anamwambia naambia kitu nafanya kama yangu. Mali kwa anafanya kazi. Kazi hii inafanya kwa bidii hii. Hata kama kukwaje. Ndipo Mungu afungue ingine. It opens up the way for more blessings. Kiani? Kuna wakati mchungaji amesimama hapa akiombea Motivates family. Then kuna kitu amesema. Akasema ule anasuka my wife. Unajua kitu imeingia kwa watu wengi, isn't it? I'm giving an example. Sasa hai. Nikasikia unajua kinaambia nani? Namsa nani? Mimi kaiwa. Ndio kaiwa nasikia kwa jina kaiwa nasijimuona. Bwana pesa. Kwa hiyo kaiwa. Bwana pesa. Nasikia kaiwa. Nasikia kaiwa. Bwana pesa. Haya. Ukuje stendi imesukwa nasikia imesukwa na Eliza. Esika Eliza anajua kuzuka nini? Hiyo kuna style anasuka. Nasikia mama anasema imesukwa na nani? Imesukwa na Eliza. Mwingine hivi imesukwa na nani? Imesukwa na kaiwa. You know you are marketing person. Bwana pesa. Unapata yule mtu umemuinua. Na yeye akisikia Eliza kama anapita kama kayo asikie mtu fulani wewe niliambiwa unajua kusuka kitu fulani. Eliza hapa anatia bidii kusuka ile kitu. Bwana pesa. So when you testify about God, I'm just relating. Bwana pesa. Mungu atajiachilia vizuri because you are preaching his word. Bwana pesa. When you preach about God or what God has done to you, ukiendelea kuhubiri kile Mungu amekutendea, usiogope. Bwana anaongeza. Nilisema hii point mbeleni lakini iko hapa. Ataziongeza. Anajua huyu mtu ataenda kuongea tena, atanisifu na ataibisha shetani. Bwana apewe sifa. So let us continue testifying. Let us not fear. Mimi
kuaminiana. Bwana pesa. Yes. Wakati ilikuwa unapata watu unaenda tu una kwako Bwana pesa. Hauna kwako, shida kwa mali una kwako. Unajua ndio kuna mahali na vitabu unatoka kwa mzazi. Roho safi. Umenielewa? Kama mnaishi town. Kuna miaka inafikanga tu wewe tu unaona no, hapa hapana. Unatoka. Na mali unaenda ujui. Bwana pesa. Unaenda unakaa mali. Aje kushindana. Unapata hii class na hii class. Na kuna karuni kwa hapa, tarara wa namba 4. Na mkichelewa kwa muda asubuhi mtapata na wanafunzi. Kama Baptist. Hapo kumaliza campus siko na kazi. Hii ni shule tunatoa hapo na unajua project kwenye zinakuwa. Tunatoa tu karuni. Hakuna mwanafunzi ambaye unaomba mwanafunzi asikuone wewe ni mwalimu unatoka mahali pale. Hapo unafanya kazi mahali hapo unalala pale. Huo unakuwa saa 6 usiku. Ikifika saa 9 unakuwa unaandika kwa nyumba ndani. Alafu saa hiyo saa 10 unaamuka. Unaenda review kama ilikuwa ni ndio unaenda kwa kidoka. Kuomba. Unaomba mpaka 6 ifike. Bwana ndiye sifa. Unaomba mpaka 6 ifike ndio unatokea. Watoto wanaona zaidi ni sifa lakini wakati nilipata hapo ile kutoka. Nikitokea nilisema wanaona jamaa amekuja. Wali nani mengara na wengine ndio sifa hapo huyu hapo na wajui. I had a friend of mine mmoja mtukani mwalike za pastor. Alienda baba. Watoto wakatoka wote. He stayed there. Afungui. Because akifungua atajulikana na wakati kuna karumu. Alikuwa makongo ndio shule na tujulikana kwa nje usiku saa 6 kutoka ni asubuhi saa 10 ama saa 9 haonekani. Na ndio kukua mgeni ile kitu bwana kaona kurudisha. So kainuka amenuka vibaya. Aliona mangapi? Na mmoja ni Rocky. Nimemuona hapa. Rocky mwenye alikuwa kwa president bwana yeye hapo ndani. Mingi kuna wengine na hapo kwa kazi na kuna huyo pastor bwana kwa sifa. That man used to pray. Hata saa hizi pastor. So imagine amejipokea hawaiko pale nje wamemit. Wanapata kuoga. Na wewe mwalimu utajulikana. That man saa hii mali yako amejenga nyumba ya sijui ni 7 rooms ama Nairobi Embakasi. Pesa iko. Aliomba bibi yake alikuwa mwanajeshi. Aided a ground pilot. So nao watu walikuwa na bidii kabisa. Kama walitoka wakala karungu tulikuwa tunakaita kama karungu tunakaita kampi. Hapo ndio training sasa ndio tutoke hivi. Sasa hivi watu kalistua hapa nje. Bana pesipa. Ndio nimelala juzi. Hakuna mtu alijua. Kuna mali kwa anafanya kazi yangu. Sasa mama jua kaniambia, "Yaani wewe kuogopa." Nilizungura mahali watu wakaniangalia. Warudi hapa nikawadanganya naenda Jave. Akaniuliza siku na kazi kwa nini jaji za watu? Watu wanajipanga. Na mimi kuna mahali nimeangalia nisipomake my target sitatoka. Bwana kwa sifa. Nikalala kwa nyumba yenye bila chini. Sawa? Bila chini. Kwa hiyo niko naona salala. Nalala chini kwa sababu kuna ile kitu kama kwa chini. Hapa chini hivi tuliko. Lazima blanketi nisio nimefunga jacket. Nimevaa kofia. Na mlango haina konji ya ndani. Nikaweka mawe na vitu vya maji. Because si shida hii kwa shida. Ningetaka kwa nini mama mwingine lakini kwa there is something I want to do. And nikitoka hapa I will not do it. Yeah, you have to sacrifice. Nikikaa hapa nikasema let me be here. Tunaonyesha yuko hapa. Sababu nienda pale kwa ile mtaro uombee hapo. Bwana pesi. Lakini umenielewa? Naona this is an opportunity na hizo opportunity to pray now. Nikasema siwezi nikakomboa nyumba hapo ndipo nilibaki. Bwana pesi. So you have to sacrifice. So it opens up the way for more blessings. Mungu akijua wewe unampa sifa kama Daudi alikuwa na shida kujanga soma Psalms yote karibu yote ni shukrani. Maombi shukrani.
Daudi ametendewa na Mungu. Because amesema a man after my heart, after the heart of God. Shukuru Mungu kila kitu unatenda. Usilalamike, Bwana pesa. Even when we were supporting our brothers here, when we hear people, let's wait for the testimony that God will do. Fanya ni kama yako. Fanya ni kama yako. And you see what God will do to you. God is going to bless people here. Just continue to testify. Endelea kutoa ushuhuda. Ile kitu uko nayo, unashangaa unakaa kwa wani mama turu, unashangaa niaje mtu akikuja, kumbuka pale nyuma au kuwa na nyumba. Unajua we forget. Tunangojea upewe mashonit. Mungu anataka umshukuru na kile kidogo uko nacho. Kwa sababu hiyo ndio hapo ndipo unaanzia. Ndio ulinde mali yako. Haikupe ile kubwa utaharibu. Kwanza linde ile uko nayo. Ile kikombo uko nayo linda. Ipakuze vizuri. Ukisema Mungu na jina lingine atanipenda ndio ndaweka vizuri. Whatever you have a single room hapo. Bwana pesi. Yaani ulikuwa unatandika white. Ukikatia tu kitanda na mchanga na jua. Bwana pesi. Gani bwana mgeni? Kalia bibi white asipo. Smart. Unaenda tu smart. Sasa zingine unatembea kwa hivyo unatembea tu watu wanaona kwa sawa lakini unajua watu wa dini bana sifa. Thank God for Mungu asante kwa single room. Kuna wakati Mungu ana single room ulikuwa unaweka na watu wengine. Mimi nilala kwa sofa set za wenyewe. Sofa set. Inakuwa lala zile watu wanaenda kulala. Unaamuka mbele ya yaani life yako imekondolewa hivi. Yaani la uko na hivi. Amuka. Naamuka. Bwana pesi. Umelala kwa sofa set sitting. Wakitoka ile siku unalala wapi kwa sababu umetoka wapi sitting. Na unaamka mbele ya imagine your life stress. You have to wash clothes, utakulia wapi? Lakini ukipata ile hapo unaambia Mungu, asante. Lakini usilalamike. Hata kama saa hiyo hakuna kachumvi. Kisha kajirani. Ambia Mungu hakuna chumvi. Kama una pesa kisha jirani. Yaani Mungu sina chumvi. Nataka chumvi. Tatoa wapi? Kisha kajirani. Si hapo Mungu ndiye amemleta hapa. Bwana apewe sifa. Let us not suffer. Bisha kwambie nataka chumvi. Sina chumvi. Sina chumvi, petit chumvi. Yeah. Mimi kuna mtu tutengeneza urafiki. Haiko Justus, tunakaa na yeye pale juu. Tulitengeneza urafiki kwa kumwomba kiberiti. Nimekaa hivi kwa plot sijajuana na watu. Kutoka Nigeria ilikuwa na wao kanini kasio pale. Angalia niona na jamaa anajua pale. Na mwananga tu. Bani yako zaidi na kiberiti. Tukakaa chumvi kaisha. Unajua kikaa kwa soko ni mbali. Si wanaume tunasahau vitu zingine. Ati chumvi. Kama wewe tutalizoea. Tumeleta hapo na rafiki yangu, tumeleta na Mungu hapo. Bwana apewe sifa. So thank God whatever you have, whatever small it is, thank God. Bwana apewe sifa. Shukuru Mungu, testify. Ambia watu kuna wakati sikuwa na nyumba. Mungu akanipa nyumba na mshukuru hii single room. Kama umekuja fellowship, ambiwe kalia mtungi. Hiyo mtungi sikuwa nayo, kalia. Bwana apewe sifa. Mtungi ni 100. Kalia. Siamekalia 100. Yes, mwingine simama hapo kwa kabati hapo. Tuendelee. Sikuwa na hiyo kabati malalia. Sasa hiyo Mungu anaona this person is doing good. Anakuambia you are going to double room, one bedroom, 2 bedroom, pako jitengee nyumba. God is going to bless. Kama mimi nikijua nitakupa kitu nisifu jina langu sitaongeza. Bwana pesi. God is ready to add you more. Praise him with whatever you have. Hautakuwa na stress. Hautakuwa na stress. Hautakuwa na stress. Thank God with whatever you have. Enjoy it. Pray for more. Testify of that thing you have. Bwana apewe sifa. Yes. Najua siku hapo mchungaji lakini kuna wakati niliwaambia sijibu kwa kunabudia ulipewa karibu kajiwa na mabati hivi. Na najua siukienda huko ulikuwa unaambia watu wa worship wa salama na my church. Iko hapo nyuma. My church iko pale nyuma ya Karina huko nyuma. Ikikuja mabati ilikuwa hivi, isn't it?
upande mshirika wapo Kristo ndio upitia wapi kuna chati nyingine salama wapi shilo. Kwa hiyo nitakuja kwa group mwingine na kukaribisha. Mtu anasema hivyo kwa sababu anajua vile kulikuwa. Lakini sasa hivi ukiambia mtu shilo akikwambia na kuja kwa group kuja kwa nini unajua kuna madhambi imeinuliwa? Kuna praise and worship, si ndio? Tangu kuanzia pale mwanzo ndiposa ibarikiwe. Tangu kuanzia pale mwanzo. Praise God for that thing. Na mtu akija, una wangei kuhusu hapo. Sasa niwaambie siri. The way your life iko. Mtu akija, shukuru Mungu. Then talk about something bigger. Something bigger. Bwana pesi. Something bigger. Confuse that person. Unamconfuse. Anashangaa na mtu anaishi life gani? Anaishi mbali. Afadhali aseme you are boasting. Lakini unamconfuse. Anatoka hapa akiona sipo huruma, anatoka akiona na mtu ameniambia nini. Bwana pesi. Wakati mchungaji akasema nataka two speakers zile za tapu na bass beat hapo, nataka weka drum set pale, na yule mtu anatoka na hiyo kitu kwa akili. Anatoka kwenye kulikuwa. Anajua nikikuja next time I'll find something what different. Kwa karibu kumaliza. Ile nyingine you give hope to others. You give hope of life. Hope. Tumaini. Unapaa wengine tumaini. Kwa hivyo tuendelee na kutestify. Ile nyingine ni it causes salvation. Ama people to be born again. Wekele kizungu wewe. Najaribu kuweka Kiswahili. Inafanya wengine kuokoka. Your testimony, it makes others to be born again. Hiyo nilikuwa nimesema hapo mbele. When you testify, you make other people to accept Jesus Christ. When you talk about your life when ilikuwa before you received Jesus, when you tell people about your life before you received Jesus, how pathetic your life was. And after receiving Jesus Christ, and since they see that difference, they get born again. You need a real life. Unambia mtu na siku anajua Yesu Kristo. I was a drunkard, mlevi. Na ulikuwa tu bachelor tu ama minister, ndio hivyo. Ulikuwa tu maisha tu ukipata pesa ni pombe. Lakini jinsi ulivyomchukua Yesu, ukakubali Yesu, amebadilisha maisha yako, uko na familia na unaendelea na uko na biashara au uko na kazi unaendelea vizuri. Ule mtu anaona maisha kwenye Mungu amekubadilisha. Na anaamua, pombe nimewacha. Bwana pesifa. Vitu zingine ambazo zinaishi Mungu kama nimewacha. Wizi nimewacha. Bwana pesifa. Kuna wazi Kenya hii ambao ni wachungaji. Wakisimama wanatoa ushuhuda. Mwizi anajua, kama una ni pastor, sasa yako hivi. Naweza toka kwa hivi. Hata utapata mzazi anatumia example ya huyo mchungaji, ama huyo mtu tajiri, ama huyo mtu anaendelea kimaisha. Ambaye alikuwa mwizi na kaza wizi. God saved him. This person said to choose Jesus Christ. And when he chose Jesus Christ, the life changed. So it makes other people to be born again. Let us testify. And as our church team imesema, is a year to testify. Let us continue testifying. Corona will not stop us from testifying. Praise Jesus. Corona will not stop us from testifying. Last year there was multiplication. This year we are going to testify. God is going to help us to testify. Sitaki kuendelea kupita hapo. Chukua hii. Andika Psalms 49:10. Nisameni nimesoma kidogo. Psalms chapter 40 verse 9-10. When msome, I have told of the good I have told the glad news of deliverance in a great congregation. Behold, I have not restrained my lips, as you know, O Lord. I have not hidden your deliverance within my heart. I have spoken of your faithfulness and your salvation. I have not concealed your steadfast love and your faithfulness from the great congregation. Hivyo ni Daudi alikuwa anasema kwamba hajasahau, anaambia Mungu hajasahau. Kwa hiyo sisi tusisahau. Bwana apewe sifa. Then Psalms 107:1-2.
All give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from trouble. Bwana festival, endelea kutestify. You will be worshiping God. It confirms your faith. It saves others people's life. Blessings will be added to you. It gives hope to others. Praise God. Karibu mtu.